Naam, hii ni Sanga Media TZ na hapa tupo na afisa ustawi wa jamii kata ya Pugu. Na leo ni siku ya watoto barani Afrika. Tutaenda kuzungumza naye mawili matatu, pia atajitambulisha kwa majina yake yote. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Priska Jonas Kanisa na afisa ustawi kata ya Pugu. Naam. Sasa afisa ustawi kata ya Pugu, mimi kuna mawili nataka nikuulize juu ya siku hii ya watoto barani Afrika. Mmejipangaje juu ya malezi ya watoto kushirikiana na wazazi? Asante. Kama ulivyosema, leo ni siku ya mtoto wa Afrika na sisi kata ya Pugu tunashiriki kuadhimisha siku ya mtoto, na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa, haki za watoto zinalindwa na watoto pia wanatimiza wajibu wao, kwa sababu haki na wajibu vyote vinaenda kwa pamoja. Kuangalia malezi ya mtoto, kwa sababu mtoto tunajua ni taifa la kesho, lakini pia tunajua tukiwekeza vizuri kwa mtoto ndio tunakuja kupata taifa lililo bora. Okay. Kwa hiyo sisi kama afisa ustawi, mimi na serikali kwa ujumla, kuhakikisha kwamba mtoto, haki za mtoto zinalindwa na mtoto ana wajibu wake kwa wazazi, kwa walezi. Kwa hiyo kwa kushirikiana pamoja tunaamini kwamba tutamfanya huyu mtoto wetu awe bora baadaye, maana hata sisi tulikuwa watoto. Okay. Na hapo Bwana Mkali, ni kwamba binafsi tushukuru sana sisi kama media kuweza kupata fursa ya kuzungumza na wewe, lakini pia kama unavyojua watoto kuna namna mbili hapa katika ulezi wao, ukiachana wazazi kuna walimu. Ni namna gani sasa wao mnaandaa mikakati yenu kuweza kwenda moja kwa moja kuwafikia walimu na kujua namna gani wanaweza kuishi na watoto hususan hao wenye changamoto? Sisi kama kitengo cha ustawi, tunashirikiana na walimu kuhakikisha kwamba watoto wetu wote, kwanza watoto tunapenda watoto wetu wote walelewe katika hali iliyo nzuri. Lakini kunapotokea changamoto sasa za wazazi pamoja na walezi, ndipo tunaposhirikiana na walimu ili kuhakikisha tunamlinda mtoto wetu. Tunashirikiana vipi na walimu? Tunakuwa na mawasiliano mara nyingi, kwa sababu wale watoto wenye changamoto wanajulikana. Kwa hiyo walimu pia huwa wanatuletea wale watoto, na sisi pia tunashirikiana nao mara kwa mara kwa kwenda hata kule mashuleni kuhakikisha tunatoa elimu na kuweka msisitizo kwa hasa wale watoto ambao wana changamoto. Kama kuna shida yoyote wamuone mwalimu, ili mwalimu aweze kutufikishia sisi zile changamoto na tujue ni tunazitatua vipi. Okay. Na tumeshuhudia hapa kuna lundo la vijana wengi ambao hususan ni watoto ambao ni wanafunzi. Ni namna gani sasa mnaweza kuplani na kuweza kuandaa wanafunzi ambao sio wengi sana, lakini wameweza kushiriki na kuweza kuwawakilisha watoto wenzao? Hii ni mipango ambayo imewekwa pamoja katika kata yetu ya Pugu, tukishirikiana shule zetu za karibu, afisa na ofisi ya afisa ustawi. Kwa kushirikiana na afisa elimu tumewaandaa watoto wetu na kuambia kwamba tarehe actually ilikuwa ni tarehe 16, lakini mwezi huu wote sisi tunaadhimisha. Kwa hiyo tumefanya hivyo, tumeshirikiana ili na walimu pia tumeshirikiana ili kuwapata hawa watoto, na kumekuwa na mwitikio. Japo shule zimefunga, lakini watoto walivyoambiwa jambo hili wameitikia kwa mwitikio mkubwa. Kumekuwa na ushirikiano pia na walimu. Labda kwa uchache Bwana Mkali, kwa uchache ni namna gani sasa huwa mnaweza kuwasiliana na wazazi moja kwa moja mweze kupata changamoto za watoto? Mara nyingi sasa kwa wale watoto wenye changamoto, na wazazi pia wanashiriki, kwa sababu wazazi pia wanajua changamoto za watoto wao. Kwa hiyo kwa kushirikiana mtoto, mzazi pamoja na ofisi za ustawi, tunaweka jambo la mtoto pamoja, kwa sababu ukiona mtoto ana changamoto, ina maana hizo changamoto hata nyumbani kwao zinajulikana, hata kwa walimu pia zinajulikana. Uzuri wazazi pia wana ushirikiano. Wana ushirikiano kwa maana kwamba wakiona mtoto wake ana shida, wanaenda kwa walimu. Na walimu kwa sababu mara nyingi tunaenda pale, wanajua kabisa kwa hili tatizo kuna sehemu maalum ambayo mtoto anaweza akapelekwa, akapewa ushauri, akapewa nasaha, mtoto anakuwa vizuri. Bwana Mkali, mimi nadhani sasa na wewe ni kuachia kijiti hapa kidogo uweze kuzungumza na madam, kama una lolote pia unaweza kumshauri au namna gani labda unaweza kumuuliza kitu chochote tuweze kufika tamati. Nina kidogo la ziada. Madam, kwamba kwa sasa hivi tunavyoishi kuna watoto wengi kwamba wanalelewa na mabibi zao.
ama wanalelewa na mzazi mmoja. Inategemea, labda mzazi mmoja labda mmoja amefariki ama wameachana baadhi ya wazazi wenyewe. Na unakuta mtoto wakati alikuwa anaishi na wazazi wawili shuleni alikuwa anafanya vizuri sana, lakini mara tu baada ya kuishi na bibi yake ama kuishi na mzazi mmoja, baba au mama, maendeleo yake shuleni anashuka kidogo kitaaluma. Je, mmejipangaje juu ya watoto wao? Okay, sisi tunajitahidi sana kuwaelimisha wazazi kwamba kunapokuwa kuna migogoro kati yao wamwangalie mtoto, kwa sababu migogoro inayotokea kwenye ndoa inasababisha sana watoto wetu kuto kufanya vizuri darasani, lakini pia kijamii. Kwa hiyo sisi kama ofisi za ustawi tunahakikisha kwamba wazazi kwa sababu wazazi wakiwa wana changamoto wanakuja hapa kwetu. Kwa hiyo hata kama wakiwa wanataka kuachana au kufanya nini, lakini tunachoangalia sana sana ni swala la mtoto wetu, kwamba hata kama wakiachana mtoto wetu abaki salama, wala hatushauri hata apelekwe kwa bibi au kwa babu. Tunashauri wazazi japo watakuwa na hizo misunderstanding, watakuwa kila mtu wana migogoro, lakini linapokuja swala la mtoto wanatakiwa wawe pamoja. Tunaita tuungane kwa ajili ya mtoto. Hata kama tumetengana, lakini kwa ajili ya mtoto tuungane, ili sasa huyu mtoto wetu awe bora, kwa sababu hizi talaka pamoja na mambo mengi yanayotokea, migogoro mbalimbali inasababisha watoto wetu kisaikolojia hawawi vizuri. Vipi bwana Mkali, labda chochote tena au labda tuweze kufika tamati? Mimi naona yangu mimi nimemaliza, labda sijui kwa upande wako ndugu yangu. Kwa mimi madam, kwanza tukushukuru kuweza kupata fursa kuzungumza na wewe, hivyo tukupongeze na tunaomba tukutakie kila laheri katika utendaji wako wa kazi. Asante. Okay, shukrani sana na karibu sana Sanga Media.